sasa hivi kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya kipekee ambayo amenipa ya mzima. Leo nasherehekea miaka 25. Mungu ni mwaminifu sana, amenipa uzima, ameweza kunitimiza hili miaka. Ninamshukuru Mungu sana kipekee kwa ajili ya wasi wangu, Joyce pamoja na Sahara. Kwa kweli yani sijui tegemea wala sikuplan kufanya siku ya chochote. Wao wameona kwamba mimi angalau niweze kusherehekea, na sio tu kusherehekea na nyie wote hapa ambao muda. Kwa hiyo napenda sana na asante sana Sahara. Mungu awabariki mno, msiwahi kukua kabisa wala chochote kibaya kisiwahi kuweza kuja kwenye njia zenu. Mungu akapate kuweka mwanga na siku zote mkafanikiwa kama ambavyo mnaweza kuweka smiles kwenye nyuso za watu, basi hizo smiles zikawe kwenye family smiles. Niwashukuru pia wote ambao mmeweza kujumuika na mimi jioni ya leo kuweza kusherehekea pamoja nami siku yangu ya kuzaliwa. Mungu awabariki sana. Na kipekee ninafurahi sana. Yaani nina furaha ambayo siwezi kuelezea, lakini ni furaha yangu kubwa kwamba ninasherehekea birthday yangu nikiwa kwenye hii taasisi, lakini pia nikiwa kwenye hii taasisi kama mtu ambaye naona watu wananithamini, kwenda sio kwamba hata nina chochote cha muhimu sana, lakini nadhani ni neema ya Mungu tu, na nilikutana pia na watu ambao wana upendo na wameamua kuonyesha kwangu. Kwa hiyo kwa kweli mimi namshukuru sana Mungu. Wish yangu kubwa ni kwamba kijijini kama ilivyokaa hapa na kama ambavyo sisi hapa wote na mimi tunamwamini Mungu, basi ni sehemu itapata kuwa ni sehemu ya furaha ambayo watu watakusanyika na kukutana kwa ajili ya kufurahi, kwa ajili ya kufanya mambo mazuri, kwa ajili ya kwa ajili hii kapate kuwa ni kama chemchemi ambayo itazaa vitu vya baraka vingi sana. Amen. Kwa niaba ya kituo na sisi kama uongozi tunatakia Elias kumbukumbu ya kuzaliwa na tunataka tuseme kwamba hivi tunavyofanya, kwanza plani yetu leo ilikuwa tufanyie pati kubwa zaidi ya hili, lakini basi yako imegongana na event ya kesho. Sisi kesho ndio tunazindua workshop za mwaka huu 2026. Kwa hiyo jana tulikuwa tunapiga bajeti zetu na chef pale, tukaona leo tukianza na mambo mazito, kesho tuna mambo mazito pia, tuna event. Kwa hiyo ndio imefanya kidogo tukasema leo tuanze mdogo, lakini kesho tunamalizia kwenye event. Yaani moja ya tukio kubwa ambalo litafanyika kesho kwenye event ni birthday ya Akila. Na sisi tunafanya hivyo kwa sababu gani? Ndio kile tunachowafundisha mahali hapa. Kwamba unapofanya kazi ya bosi wako kwa moyo bila kusukuma, ukaonyesha kutoka moyoni kwamba hiyo kazi unaichukua kama kazi yako, bosi wako lazima atakulipa fadhila. Utakapokuwa na jambo lako lazima tu. Yaani kuna watu hapa birthday zao zinapitaga hata sijui kwanza. Na hata nikijua tu nachukulia ni yaani si mnaelewa? Lakini birthday ya Akila kwa mara ya kwanza nimekaa kama napanga harusi ya mwanangu. Nasema jamani tunafanyaje? Kila saa naongea na mkurugenzi mwenzangu, jamani tufanye basi chochote yani chochote tu. Isipite tu hivi. Walikuwa wamesema kesho ndio tutakuwa sina keki na nini. Sababu kesho ni event yetu, lakini tukasema mimi nikawa na insist leo kuwe na kitu chochote kile. Kwa hiyo ni nafikiri tunakuwa na huo moyo kutokana na ule moyo ambao yeye ameuonyesha kwetu. Kwa hiyo ni kama yani unarudisha, sijui nisemeje, upendo unarudishwa kwa upendo. Tunavyowaelekeza, unapoenda nyumbani kwa bosi wako kufanya kazi au kwenye ofisi yake, kwenye biashara yake, tumia kanuni ambayo Mungu ametuelekeza. Ichukue ile biashara kama ya kwako, ishike kama mtoto wako, ishike kama vile yani ni ya kwako. Lakini kwa bahati mbaya hizo sifa sio wafanyakazi wengi wanazo. Tuna wafanyakazi wengi wamepita hapa, unaona kabisa mtu anafanya kazi muda ufike aende nyumbani. Huyo mtu huwezi kuhangaika naye. Na hata siku akiondoka huwezi kujali. Lakini Akila leo akitaka kuondoka lazima tutaumia. Lazima tutajali kwa sababu ni mtu ambaye anashika biashara yetu kama ya kwake.
tunaona kitu ambacho kinaingia ofisini, tunaona kabisa. Kwa hiyo nataka hiyo muichukue kama yani our inspire. Umeelewa? Inawezekana bosi wako labda asikununulie keki au asifanye chochote, lakini utakapofanya hicho ambacho Akila anafanya, ukaiga mfano wake, kuna mahali utafika. Hata kama bosi wako hata kuonyesha, utakutana tu na watu, kwa sababu duniani ni watu tunaishi. Popote utakapokwenda ni unakutana na watu. Kwa hiyo usipokutana na yule ambaye atakuonyesha fadhila, ataonyesha shukrani, usijali. Wewe endelea kuwa mwaminifu, endelea kuwa mchapakazi. Akila ni mfanyakazi yani wa kipekee sana kwangu mimi binafsi nisemea. Lakini najua hata mwenzangu asingekaa naye mpaka dakika hii kama angekuwa ni mfanyakazi wa ajabu. Nafikiri mnamjua bosi Aaron alikuwa mkali. Kwa hiyo asingekuwa sio mchapakazi, sio mwaminifu, mwadilifu anavyochukulia biashara yetu, nadhani asingekuwa hapa. Kwa hiyo sisi manake tumeridhika na utendaji wake. Na hicho ndicho kinachotufanya tuendelee kumpenda, kumthamini. Mimi natamani birthday yako ijayo tuendelee kuwa pamoja, tusherekee tena hapa na kwa na zaidi yani. Ili na kwa bibi yako na imani kuna hatua kubwa tutakuwa tumepiga. Kwa hiyo hata birthday itakayokuja nafikiri itakuwa inakuja kwa style tofauti. Lakini kwa nyinyi ambao mko na sisi hapa, nataka niwaambie ukweli. Usije ukasema bwana sijafanywa kama Akila, sijaongelewa kama Akila. Bibi yako ndio itakuongelea kama Akila kama uko kwenye kituo hiki. Ukienda kwa bosi wako basi uchawi ndio huo. Sawa, usiende kwa mganga, usiende kunywa mafuta, usiende kuchukua maji. Pambana, fanya kazi kwa bidii na uonyeshe uaminifu na uonyeshe kwamba unamjali bosi wako na unajali kazi zake. Hiyo ndio siri ya mafanikio duniani kote. Sawa jamani? Ndio. Haya.